Karibu Kasako Media. Mashambulizi ya Urusi dhidi ya Ukraine yawaua watu wawili mapema Jumamosi, mamlaka za mitaa zilisema siku moja baada ya shambulio baya kwenye kituo cha ununuzi chenye shughuli nyingi. Utawala wa kijeshi wa jiji la Kiev uliripoti moto katika ghala katika wilaya ya Daniyi mjini humo baada ya kutoa tahadhari ya kombora la balistiki. Kulingana na taarifa za awali, kwa bahati mbaya kuna mtu mmoja amefariki na watu kadhaa wamejeruhiwa, utawala ulisema kwenye Telegram. Katika mji wa kusini wa Zaporizhia, ndege isiyo na rubani ya Urusi ilimuua mtu mmoja na kuwajeruhi watu 4, kulingana na mkuu wa utawala wa kijeshi wa kikanda Ivan Fedorov. Mashambulizi hayo yamekuja baada ya mfululizo wa mabomu ya Urusi kuua watu wasiopungua 20 nchini Ukraine siku ya Ijumaa, wakiwemo watu 16 katika shambulio la mchana la ndege zisizo na rubani kwenye kituo cha ununuzi chenye shughuli nyingi katika mji wa nyumbani wa Rais Volodymyr Zelensky, Kyiv. Shughuli za uokoaji ziliendelea usiku kucha, kulingana na gavana wa kijeshi la kikanda Oleksandr Gadha, ambaye aliripoti watu 9 kutoweka, wakiwemo watoto 2. Huduma za uokoaji zilisema shambulio hilo lilijeruhi watu 130, wakiwemo watoto 23. Umoja wa Mataifa uliripoti kwamba idadi ya vifo vya raia hadi sasa mwaka huu vimeongezeka hadi kiwango cha juu zaidi tangu mwezi wa kwanza wa vita. Kiev imekuwa ikitoa wito mara kwa mara kwa washirika wake kwa usaidizi zaidi, huku Urusi ikiongeza mashambulizi yake, huku vikosi vya Ukraine vikijitahidi hasa kuzuia makombora ya masafa marefu. Ukraine pia imeongeza mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya Urusi katika miezi ya hivi karibuni kwa sehemu ili kushinikiza Moscow kwenye meza mazungumzo ili kukomesha mzozo mbaya zaidi barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia. Juhudi za kidiplomasia zimeshindwa kuzisukuma pande hizo mbili kuelekea makubaliano, huku Urusi ikidai makubaliano makubwa ya kimaeneo na kisiasa kutoka Kiev. Zelensky amekataa kukubali masharti hayo, akisema itakuwa ni sawa na kujisalimisha kuzuri ambako kutaifanya nchi yake ikabiliwe na shambulio lingine la Urusi. Basi kwa kupata mengi zaidi, jiunge na Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.